Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini niwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Nkasi Kaskazini kwa ushirikiano mkubwa ambao wamekuwa wananipatia, lakini imani kubwa walioijenga kwangu kuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu na mkoa wetu wa Rukwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini. Na imani hiyo nimeilinda na nitaendelea kuilinda. Nina mambo machache ya kushauri. Kabla sijaenda kwenye kushauri, jana amekamatwa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu, amekamatwa Ruvuma. Tungependa serikali, kwa kuwa yule ni kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani, taarifa za kukamatwa kwake na sababu ziwekwe hadharani, wa Tanzania wazijue na haki itendeke kama Mtanzania mmoja. Taarifa Mheshimiwa. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpe taarifa Mheshimiwa mdogo wangu Kenan, mbunge wa Nkasi. Kwa kweli ningekuwa mimi nafasi yako, nisingesimama kumsemea kiongozi asiye na heshima kama yule. Nisingethubutu. Kiongozi huyo nawe muite wewe ni kiongozi, mimi nimemshangaa. Yaani badala ya kuongea na wananchi mambo ya msingi, ameenda kupeleka matusi na kuwadharau wananchi wa Nyasa kwa kuwasemea matusi ya viongozi wao. Akome kabisa. Taarifa. Mheshimiwa Aida Kenan, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther Manyanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe tu mama yangu. Nimelelewa, nimefundishwa. Yule ni mama yangu na amekuwa mkuu wangu wa mkoa wa Rukwa. Ni wajibu wangu kama mbunge na nimesimama kuiambia serikali haki itatendeka. Mimi naamini na historia nchi yetu endelee kujengwa ya amani na utulivu. Kama kuna kosa limefanyika, liwekwe hadharani kosa lilolifanya na sababu za kukamatwa.